ambaye atakwenda kutuambia ni namna gani ambavyo ameupokea msiba huo na ni kwa namna gani tafakari ya moyo wake imemgusa kutokana na msiba huo ambao umetokea. Baba, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa faida ya mtazamaji tukufahamu. Kwa majina naitwa Eric Mwelulila. Nimefanya kazi kama mkurugenzi wa fedha na utawala Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na Baba Askofu Mkuu Novatus Rugambwa. Nimefanya naye kazi kwa karibu sana mwaka 2019 alipokuwa baada ya uteuzi wake kuwa balozi kule New Zealand. Aliweza kuja hapa Tanzania mwishoni mwa mwaka 2019 na alikuja kwa madhumuni makubwa ya kuleta baadhi ya watu ambao walikuja kusaidia baraza na baadhi ya taasisi. Kama Baba Askofu Mkuu Ruwaichi ameongelea kuhusiana na ile shule kule Kisarawe ya wasichana ambayo ilikuwa ni initiative zake Baba Askofu Mkuu Rugambwa, lakini pia kwenye Baraza la Maaskofu katika mwaka 2019 tulifanya naye kazi sehemu kubwa ya kuangalia namna gani tunaweza tukafanya baraza liweze kujitegemea, kuwa na vitega uchumi vyake vya kuwezesha baraza kufanya shughuli zake za kiuchungaji. Kwa hiyo tulifanya kazi na Baba Askofu Rugambwa katika kuangalia namna gani vitega uchumi vya baraza yakiwemo mashamba ya kahawa kule Karatu yanaweza yakaendelezwa kuinua vipato vya Watanzania wanaokaa maeneo yale, lakini pia kuwezesha baraza kuweza kupata fedha kwa ajili ya kuendeleza utume. Lakini pia alifanya pia kupitia watu ambao walikuja nao waliweza kusaidia shule kule Bukoba za wasichana ambao ilikuwa ni moja ya malengo yake makubwa Baba Askofu Mkuu Rugambwa. Kwa hiyo namkumbuka sana kwa initiative zake zizo kwa ajili ya kanisa la Tanzania, lakini kanisa la ulimwengu. Pole sana kwa msiba huo. Umeelezea hapo kwamba ulikuwa ni mtu wa karibu sana wa Baba Askofu marehemu Novatus Rugambwa. Pole sana. Asante sana. Kwa sisi ambao tulikuwa hatujamfahamu kwa ukaribu zaidi, labda wewe kwa sababu umefanya naye kazi kwa ukaribu, tuambie Baba Askofu alikuwa ni mtu wa namna gani? Baba Askofu Mkuu Novatus Rugambwa alikuwa ni mtaratibu sana, lakini ukikutana naye huwezi kujua kama ni Baba Askofu Mkuu, huwezi kujua kama ni balozi. Alikuwa ni mtu ambaye aliishi kidiplomasia zaidi, namna ya kuweza kuhusiana na kila mtu, na alikuwa ni mtu ambaye anatamani kuona maendeleo ya watu wengi ambao hasa wale ambao watu wa chini wenye uhitaji. Ni mtu ambaye alitamani kuona uongozi usiwe sehemu ya kujipatia zaidi wewe, lakini namna gani ukiwa kiongozi unasaidia wale wahitaji kuwainua zaidi, na ndio ilikuwa lengo lake. Na ndio maana ukiona initiative zake nyingi kama za shule hizo za wasichana ambazo zisaidia watu maskini, kuangalia namna gani baraza litakuwa na vitega uchumi, kuangalia namna gani anaweza akaendeleza wa Tanzania katika masuala ya elimu, ambayo elimu inaweza kumfanya mtu aweze kuajirika na kujiajiri. Kwa alikuwa ni mtu ambaye anatamani kuona mtu wa chini anainuka zaidi, na ukiwa kiongozi alikuwa anasema kwamba ukiwa kiongozi lazima ufanye maamuzi. Na moja ya vitu ambavyo aliwahi niambia kwamba unachelewa kufanya maamuzi. Kwa hiyo akaniambia ukichelewa kufanya maamuzi unaathiri wale wahitaji ambao kule chini. Sasa kuna mazingira ya utendaji kazi unakuta wewe huwezi, sio mtu wa mwisho kufanya maamuzi, lakini anatamani ufanye maamuzi ili vitu viendelee. Kwa hiyo ni mtu ambaye aliamini katika hilo na aliamini katika dhamiri yako mwenyewe. Kwa hiyo ukiwa kiongozi anasema muda mwingi uangalie dhamiri yako inakutuma nini. Kwa hata wanaokuzunguka wakisema kwamba tusifanye hivi, lakini wewe kama kiongozi ukiona inafaa kufanya, fanya. Kwa hiyo nilisisitiza sana, na moja ya kitu ambacho napenda kukitumia hata kwenye kazi zangu ni kwamba unatakiwa ufanye maamuzi. Kama ufanye maamuzi, acha waachie wengine waweze kufanya hiyo kazi kwa ajili ya manufaa ya wengi. Kwa nataka kusema baba alikuwa ni mtu kazi kwa Kiswahili vya hivi karibuni. Alikuwa ni mtu kazi na mtu anayetamani kuona haki inatamalaki. Aisee, hongera sana na pole sana kwa msiba huu. Bado upo kwa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania pale? Hapana, nimefanya kazi kwa muda mrefu, kwa hiyo sasa nimepumzika na naendelea kuwa mshauri wa masuala ya fedha na ya baraza. Okay, pole sana. Basi tukutakie wakati mwema na pole sana kwa msiba. Tufikishie pole pia kwa wadau mbalimbali ambao wanafanya kazi pale Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Asante. Asante sana. Naam, mtazamaji mpendwa wa Jugo Media, Injili kiganjani mwako, Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako, pamoja na Mufilipi Media. Tukushukuru wewe ambaye ulikuwa pamoja nasi katika kufuatilia matangazo ya moja kwa moja ya adhimisho la misa takatifu ya kumwombea Mhashamu Askofu mkuu ambaye ametuaga, na siku hii ya leo basi tumemsindikiza katika kanisa hili kuu la Mtakatifu Yosefu hapa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Na baada ya kuhitimika kwa adhimisho hili la misa takatifu, msafara rasmi umeanza kuelekea airport, ambapo pia baada ya kutoka pale airport wataelekea Bukoba katika adhimisho ambalo
litakuwa maalum kabisa kwa ajili ya kumuaga siku ya Jumatatu. Niseme asante kwa kuwa sehemu ya uinjilishaji pamoja nasi. Niseme asante kwa kuichagua Jugo Media kuwa sehemu bora kabisa ya kuinjilika, lakini zaidi sana vyombo vyetu vya habari, Radio Maria Tanzania, Sauti ya Kristo nyumbani mwako, pamoja na Mufilipi Media. Nikuage kutoka hapa Kanisa Kuu la Mtakatifu Yosefu, Jimbo Kuu Katolika la Dar es Salaam. Mimi ni Peter Kisoki, mwenzangu ni Tekla Revocatus, Mufilipi Media ambaye ni Josephat Filipo, pamoja naye kaka Samki. Nikutakia wakati mwema na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Bye bye.